Gani mtazamaji, karibu katika taarifa ya habari kutoka hapa Kisima cha Uzima TV. Msomaji wako ni Naomi Fumbuka na kwanza ni muhtasari wake. JWTZ yaonya dhidi ya vitendo vya uvunjifu wa amani. Serikali yatoa bilioni 1.2 kuboresha elimu Mlimba. Mloganzila yapokea mashine ya kisasa kuchunguza macho. Na kimataifa, maelfu ya wahamiaji waanza kuondoka Afrika Kusini. Habari kamili. Dar es Salaam. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limewataka wananchi kupuuza wito wowote unaohamasisha vurugu na uvunjifu wa amani, likisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaohusika na vitendo hivyo. JWTZ imesema kuwa ina jukumu la kulinda usalama wa wananchi na nchi kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 pamoja na Sheria ya Ulinzi wa Taifa sura ya 192. Jeshi hilo limeeleza kuwa litaendelea kushirikiana na vyombo vya dola kukabiliana na matukio yoyote ya vurugu, ghasia na uvunjifu wa amani. Aidha, wananchi wamehimizwa kutoa taarifa kwa viongozi wa vijiji, mitaa na vyombo vya ulinzi na usalama kuhusu viashiria vya uchochezi ili kudumisha utulivu nchini. Naitwa Luteni Kanali Sylvester Morris Mangule, mkurugenzi wa habari na uhusiano wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Kumekuwa na uhamasishaji na upotoshaji unaofanywa na wasioitakia mema nchi yetu kwa kuwataka wananchi kushiriki kwenye vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani na utulivu nchini. Watu hao wanafanya uhamasishaji na upotoshaji huo kwa kulichafua jeshi kwamba litahusika kuwalinda wafanya vurugu na ghasia hizo. Vitendo hivyo vinaweza kusababisha madhara kwa washiriki na wananchi wengine, uharibifu wa mali, kuvuruga shughuli za wananchi za kila siku na hatimaye kuharibu uchumi wa nchi. Ndugu wa Tanzania, jeshi linawasihi wananchi kupuuza wito wowote unaohamasisha kushiriki katika vurugu za aina yoyote. Morogoro. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe ametangaza kuwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa shilingi bilioni 1.2 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya msingi Mgeta na Nganyangila wilayani Mlimba. Kuanza mara moja, mradi huo utakaoboresha mazingira ya elimu na ufunzaji kwa wanafunzi. Katika ziara hiyo ya kikazi ya kukagua miradi na kuhimiza uwajibikaji, Profesa Shemdoe amezindua mabasi mawili ya halmashauri, amefungua shule mpya ya Ngajengwa na pamoja na wodi mbili za upasuaji hospitalini. Aidha, amebainisha uwekezaji mwingine mkubwa wa shilingi bilioni 3.4 zilizotolewa na Rais Samia kwa ajili ya ujenzi wa madaraja mawili makubwa ili kuondoa kero za usafiri. Leo hii na mimi nimekuja na zawadi yenu kutoka kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Zawadi hii Mheshimiwa Rais amewaletea kiasi cha shilingi bilioni 1.2 kwa ajili ya ujenzi wa shule mbili za msingi. Fedha hizi zimeshafika, nimehakikisha ninakuja. Hospitali ya Taifa ya Muhimbili MNH Mloganzila imepokea mashine ya kisasa ya macho OCT yenye thamani ya shilingi milioni 50.8 iliyotolewa na Vision Care kwa lengo la kusaidia kuboresha huduma ya uchunguzi wa macho kwa wagonjwa wa kisukari wanaohudhuria kliniki hospitali hiyo. Akizungumza wakati wa kupokea vifaa hivyo, mkuu wa idara ya upasuaji MNH Dr. Godlove Mfuko amesema kuwa kliniki ya kisukari inapokea wastani wa wagonjwa 150 kwa siku, ambapo wengi wao wako katika hatari ya kupata matatizo ya macho yanayoweza kusababisha macho kupofuka. Amesema mashine hiyo inatarajiwa kunufaisha takribani wagonjwa 1200, ambapo ni karibu ya 25% ya wagonjwa wanaohudhuria kliniki ya macho katika hospitali hiyo.
Mbunge wa Rorya Jeffrey Chege ameipongeza serikali kwa kuendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo miundombinu ya afya, barabara na madaraja katika wilaya hiyo, hali inayopelekea kuimarisha uchumi wa wananchi sambamba na kulinda amani na usalama wa wilaya hiyo. Amesema hayo wakati akizungumza mbele ya waziri mkuu na wananchi waliofika kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika kata ya Shirati wilayani Rorya mkoani Mara, ambapo amesema kufuatia utekelezaji wa miradi hiyo ya maendeleo hawana budi kuendeleza umoja na ushikamano na kutokushawishika kuvuruga amani iliyopo. Vilevile amelipongeza jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi katika kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama, kwani ni nguzo muhimu katika kuchochea maendeleo, huku akibainisha kuwa kuna namna bora ya kulinda maendeleo bila kuvuruga amani katika jamii. Namna nzuri ya kudai maendeleo. Leo viongozi wetu wamefika hapa, tutayasema lazima tubaki kwenye msimamo uliosimama imara. Msimamo mzuri ni kuendelea kulinda amani, na utengano na mshikamano. Ndio msingi imara wa kuendelea kupata maendeleo kwenye maeneo yetu. Nichukue nafasi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipekee kabisa kuwapongeza askari wa jeshi la polisi wilaya hii na mkoa kwa ujumla wake chini ya Jemedari mkuu wetu wa mkoa Daktari Kanali Mtambi. Walifanya kazi kubwa nzuri mno. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makame amepiga marufuku halmashauri za mkoa huo kunyang'anya vifaa na vitendea kazi vya wajasiriamali wadogo kwa kigezo ya ushuru, badala yake kusisitiza kuweka kwa mazingira bora ya uwezeshaji wa kufanya biashara. Amesema hatua hiyo inalenga kuwasaidia wajasiriamali hao kuchangia maendeleo kwa njia sahihi na rafiki, ikiwa ni utekelezaji wa maendeleo ya serikali kuhusu uboreshaji wa mazingira ya biashara kwa wananchi na kipato cha nchi. Ametoa kauli hiyo akiwa katika halmashauri ya Tunduma wakati wa ziara ya serikali nyumbani kwako, ambapo alifika kusikiliza na kutatua kero za wananchi kufuatia malalamiko ya kijana mmoja aliyenyang'anywa mashine yake ya kuoshia magari na halmashauri kwa madai ya kutokulipa ushuru. Tabia hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu alishapiga marufuku. Na katika mkoa wetu wa Songwe, nitoe maelekezo na nisisitize utaratibu wa kuchukua vifaa kimataifa. Cape Town. Maelfu ya raia wa kigeni wameendelea kuondoka Afrika Kusini kufuatia kampeni iliyowataka wahamiaji haramu kuondoka nchini humo. Kwa mujibu wa DW Kiswahili, shirika la usimamizi wa mipaka la Afrika Kusini limesema zaidi ya watu 35,000 tayari wamerejeshwa tangu Juni 7, huku kampeni ya kuwataka wageni wasio na vibali kuondoka imeambatana na maandamano ya vurugu yaliyosababisha vifo vya raia 4 wa kigeni, wakiwemo raia wa Msumbiji, Ethiopia na Malawi. Kampeni ya kupinga wageni imekuwa ikiongozwa na makundi ya raia wa Afrika Kusini ambayo ilitolewa tarehe 30 mwezi Juni kuwa siku ya mwisho kwa wageni wasiokuwa na vibali kuondoka nchini humo. Hata hivyo, waziri wa sheria wa Afrika Kusini Mamoroko Kubai amesisitiza kuwa serikali pekee ndiyo iliyo na mamlaka ya kusimamia na kutekeleza suala hilo na si mtu mwingine yeyote, kwamba serikali iko tayari kulinda amani kwa wote pamoja na raia wa kigeni dhidi ya vitisho vya unyanyasaji huo. Tehran. Maelfu ya watu wamekusanyika mjini Tehran nchini Irani leo kuanzia kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei kufuatia kifo chake katika shambulio la anga lililodaiwa kutekelezwa kwa pamoja na Marekani na Israel mwanzoni mwa vita dhidi ya Irani mnamo Februari 28. Shughuli rasmi za mazishi zimeanza leo na zinatarajiwa kuendelea kwa siku 6, huku jeneza la kiongozi huyo aliyefariki akiwa na umri wa miaka 86 limewekwa hadharani mjini Tehran hadi Jumatatu ili wananchi wapate fursa ya kutoa heshima zao za mwisho na baadaye kwenda mji mtakatifu wa Qom kwa ajili ya kupumzisha mwili huo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Kisima cha Uzima TV. Usiache kufuatilia vipindi vinavyofuata.